Operesheni hiyo ambayo imelenga kuzuia ajali kipindi hiki cha kuelekea mwisho wa mwaka ilianza Desemba 1 mwaka huu na kufanikisha kuwakamata madereva wa magari matano ya kubeba wagonjwa kwa maana ya ambulance yakiwa yamebeba abiria kutoka Dar es Salaam kuelekea Mtukula mkoani Kagera na sehemu zingine za nchi. Kwa hiyo magari haya ambayo yamewekwa maalum kwa ajili ya wagonjwa pia yametumika kwa ajili ya kubeba abiria yamekamatwa. Waliokamatwa ni George Geoffrey Mng'ong'o mwenye umri wa miaka 29. Huyu ni dereva mkazi wa Arusha ambaye alikuwa akiendesha gari namba T933 EPL aina ya Toyota Land Cruiser ambulance ambapo alikuwa na abiria 8. Paul Meshaki Zakaria miaka 37, dereva mkazi wa Dar es Salaam, yeye amekamatwa anaendesha gari namba T927 EPL aina ya Toyota Land Cruiser na yenyewe ni ambulance akiwa na abiria 9. Wengine ni Victor Pastori Baroho miaka 30, dereva mkazi wa Dar es Salaam akiendesha gari ya wagonjwa namba T943 EPL aina ya Toyota Land Cruiser na yenyewe ni ambulance, yeye alikuwa na abiria 9. God Living Emmanuel Sawe miaka 37, dereva mkazi wa Dar es Salaam, yeye alibeba abiria 12 kwenye gari la wagonjwa namba za Uganda UA 055 BP aina ya Toyota Hiace na yenyewe ambulance. Na John Matthew Masae, yeye huyu ana umri wa miaka 26, ni dereva mkazi wa Mbezi Dar es Salaam, yeye alibeba abiria 5 kwenye gari la wagonjwa namba T988 EPL Toyota Land Cruiser. Kwa hiyo hayo yalikuwa ni matumizi mabaya ya hilo gari na alikuwa akitumia ving'ora kuashiria kama wana wagonjwa, lakini walipostukiwa kutoa na abiria wamechukuliwa hizo hatua za kukamatwa. Wakati huo operesheni zingine pia zimefanyika kama nilivyosema, kuimarisha usalama wa mkoa huu na kufanikiwa kukamatwa kwa watuhumiwa 2 wa matukio ya mauaji katika wilaya ya Morogoro na Mvomero. Waliokamatwa ni Joseph Hassan mwenye umri wa miaka 35, mkulima na mkazi wa mtaa wa Nguvu Kazi Kihonda, ambaye anatuhumiwa kumuua Patrick Dismas Nachonda. Huyu ana umri wa miaka 60, ni mkulima mkazi wa Nguvu Kazi. Hili tukio limetokea Novemba 30 mwaka huu 2025 huko mtaa wa Nguvu Kazi, kata ya Kihonda, manispaa ya Morogoro. Chanzo cha tukio hili lilikuwa ni ugomvi uliotokea baina ya hao wawili ambao ulitokea kati yao wakati wakiwa wanakunywa pombe. Kwa hiyo ilitokea katika hali ya ulevi, wamekorofishana wakapigana na mmoja hapo akawa amemuua mwenzake. Mtuhumiwa mwingine ni Faustin Ananias Christiani mwenye umri wa miaka 39. Huyu ni mkulima na mkazi wa Maguruwe. Alikamatwa kufuatia tukio la mauaji ya Justin Stefano Rwanda, ana umri wa miaka 38, mkulima na mkazi wa Kifuru, ambalo lilitokea Novemba 30 mwaka huu katika eneo la Chogo, kitongoji cha Bonde, kijiji cha Maguruwe, kata ya Bunduki, wilaya ya Mvomero, ambapo mtuhumiwa alimpiga marehemu kwa kitu butu eneo la kichwani baada ya kutokea ugomvi uliochochewa na ulevi. Hao nao pia walikuwa kwenye ulevi. Kwa hiyo baada ya pombe kukolea, mmoja hapo akampiga mwenzake na akaa amefariki. Kwa hiyo naye amekamatwa. Kwa upelelezi wa matukio hayo yote ambayo nimeeleza hapo unakamilishwa kwa ajili ya hatua zaidi za kisheria. Niendelee kutoa wito tu kwa wananchi wa mkoa wa Morogoro kuendelea kushirikiana na jeshi la polisi kwa kutoa taarifa mbalimbali za uhalifu na wahalifu ili kuweka mkoa wetu salama. Sisi jeshi la polisi tunawahakikishia kuendelea kufanya ulinzi hasa wakati huu ambapo kuna matishio ya hapa na pale. Ninachowaomba ni kwamba watu wasidanganyike na wale wasikubaliana yale ambayo yanasambazwa kwenye mitandao kwa kuwa ni kinyume cha sheria.